Tarehe 22 Agosti mwaka 2024, mkuu wa upelelezi wa wilaya ya Kawe OCCID CP Joram Mtipe Magova PW3 alipokea taarifa kuhusu mifuko ya salfa iliyokuwa na mashaka iliyopatikana katika eneo la Kunduchi Silver Sand. Baada ya kupokea taarifa hiyo, PW3 pamoja na timu yake ya wataalamu wa uchunguzi wa kisayansi forensic, akiwemo Inspector Ali na Constable Dickson PW16, walikwenda eneo la tukio na kukuta mifuko minne ya salfa iliyofungwa ikitoa harufu mbaya. Walipoifungua, walikuta vipande mbalimbali vya mwili wa binadamu. Kwa mujibu wa ushahidi wa J1334 FC Dickson PW16, mfuko wa kwanza ulikuwa na sehemu ya makalio na mikono miwili yenye kucha zilizopakwa rangi. Ilikuwa imefungwa viungo vya binadamu na vingine vilianza kuharibika. Vipande hivyo vya mwili pamoja na vitu vingine vilichukuliwa na kupelekwa hospitali ya Mwananyamala kwa ajili ya kuhifadhiwa na uchunguzi zaidi. Wakati huo huo, PW3 alitoa taarifa kwa wachunguzi wengine wa mkoa. Baada ya kupata taarifa hiyo, ACP Jumanne Kim Amas PW19, ambaye alikuwa akichunguza kutoweka kwa marehemu, aliwasiliana na PW3 na kupanga kukutana hospitali ya Mwananyamala. Hivyo PW19 aliwaita ndugu wa marehemu akiwemo Anastella Stanley Kamana PW18 na kwenda nao hospitalini ili kutambua viungo hivyo vya mwili. Kwa mujibu wa ushahidi wa PW18, alitambua viungo hivyo kuwa vya marehemu Ezenia Kamana. Kwa maneno yake mwenyewe alisema, "Nilionyeshwa viungo vya mwili vilivyokatwa vipande vipande. Niliviona ikiwemo sehemu ya mkono, hasa kuangalia rangi ya kucha. Pia niliona nguo kijora ya Ezenia ambayo ilikuwa rangi ya cream. Niliona pia ushungi mweusi ambao marehemu alipenda kuvaa mara nyingi. Baada ya kuona vitu hivyo, nilithibitisha kuwa viungo hivyo vilikuwa vya Ezenia." Kutokana na ushahidi huo, ilithibitishwa kuwa Ezenia Kamana alikuwa amefariki dunia. Baada ya hapo, uchunguzi uliendelea kwa kina zaidi. Mnamo tarehe 23 Agosti mwaka 2024, ACP Jumanne Kim Amas PW19 alimhoji mshtakiwa kwa mara ya pili. Kwa mujibu wa PW19, mshtakiwa alikiri kumuua marehemu. Aidha, mshtakiwa alijitolea kumwonyesha maeneo aliyofanyia mauaji, kukata mwili na kutupa viungo. Kwanza, mshtakiwa aliwaongoza hadi nyumbani kwake Sinza, ambapo alionyesha chumba alichokitumia kukata mwili wa marehemu. Katika upekuzi uliofanywa, panga, nyundo vilikamatwa. Vitu hivyo vilipokelewa kama kielelezo. Kwa mujibu wa PW19, baada ya kukamilika kwa zoezi la ugunduzi wa ushahidi, ilikuwa tayari usiku sana, hivyo haikuwa busara kurekodi maelezo ya mshtakiwa wakati huo. Hivyo tarehe 24 Agosti mwaka 2024 asubuhi, PW19 alimwagiza D mkwaju SSGT Hassan PW22 kuchukua maelezo ya mshtakiwa kuhusu tukio hilo la mauaji. Kwa mujibu wa PW22, mshtakiwa alitoa maelezo yake mbele ya ndugu yake Musa Miraji Musa na alikiri kumuua marehemu. Maelezo hayo yaliwasilishwa kama kielelezo Exhibit P12. Tarehe 24 Agosti mwaka 2024, viungo vya mwili vilivyopatikana vililetwa hospitali ya rufaa ya polisi Kilwa Road kwa ajili ya uchunguzi wa maiti postmortem. Baada ya uchunguzi, Dr. Malima alithibitisha kuwa marehemu alikufa kutokana na kupoteza damu nyingi, hemorrhagic shock. Aliwasilisha ripoti hiyo kama kielelezo Exhibit P1. Aidha, sampuli za damu zilichukuliwa kwa ajili ya uchunguzi wa DNA na sumu. Sampuli hizo zilipitishwa kwa wahusika mbalimbali hadi kufikishwa kwa mkemia mkuu wa serikali. Zaidi ya hayo, tarehe 29 Agosti mwaka 2024, PW19 alichukua sampuli za mate, buccal swabs, kutoka kwa mshtakiwa na kutoka kwa binti wa marehemu Sarafiona Kamana kwa ajili ya uchunguzi wa vinasaba. PW19 alimkabidhi sampuli hizo Inspekta Jumanne
PW10 ambaye tarehe 30 Agosti mwaka 2024 alizifikisha katika maabara ya mkemia mkuu wa serikali. Katika maabara hiyo, sampuli zilipokelewa na kufanyiwa uchunguzi na Anna James Chua PW14. Kwa mujibu wa ushahidi wa PW14, panga na kisu vilibainika kuwa na DNA ya marehemu na ya mshtakiwa. Hii ilithibitisha kuwa vilitumika katika kukata mwili wa marehemu. Aidha, DNA ya Serafiona PW6 ililingana na ile ya marehemu. Hivyo basi, ilithibitishwa kuwa viungo vya mwili vilivyopatikana ni vya Ezenia Kamana. Utetezi wa mshtakiwa. Katika upande wa utetezi, mshtakiwa alikuwa shahidi pekee. DW1 alitoa ushahidi kwa kiapo, lakini hakuwasilisha kielelezo chochote isipokuwa maelezo ya PW1 Exhibit D1 ambayo yaliwasilishwa wakati wa kumhoji shahidi huyo. Katika ushahidi wake, mshtakiwa alisema alimfahamu marehemu tangu mwaka 2023 kama mteja wa mikoba. Alikanusha kuwa na uhusiano wa kimapenzi naye. Alikiri kutoa maelezo polisi tarehe 20 na tarehe 24 Agosti mwaka 2024, lakini alidai aliteswa. Aidha, alikiri kuwa alienda na Livingstone PW2 kuripoti kutoweka kwa marehemu polisi, lakini alikanusha kumuua marehemu. Aliomba mahakama imwachilie huru. Baada ya kupitia ushahidi wote, mahakama ilibainisha masuala mawili ya msingi. Je, Ezenia Kamana amefariki? Na kama ndiyo, je, alikufa kwa njia isiyo ya kawaida? Na je, mshtakiwa ndiye aliyehusika na mauaji hayo? Aidha, mshtakiwa alikiri katika maelezo yake kuwa alimuua marehemu. Dr. PW4 alithibitisha kifo kilikuwa si cha kawaida. Upande wa utetezi haukuweza kupinga ushahidi huo. Hitimisho la swali la kwanza. Mahakama iliridhika kuwa marehemu Ezenia Kamana alikufa. Kifo chake kilikuwa cha kinyama na si kifo cha kawaida. Swali la pili, je, mshtakiwa ndiye muuaji? Mahakama ilibaini kuwa hakuna shahidi aliyeshuhudia tukio hilo la mauaji moja kwa moja. Hata hivyo, ilieleza kuwa ushahidi wa mazingira unaweza kutosha kumtia hatiani mtu. Mahakama ilinukuu kanuni hii kutoka katika kesi mbalimbali za mahakama ya rufani. Ushahidi unaomhusisha mshtakiwa. Mahakama ilieleza mambo yafuatayo. Mshtakiwa ndiye mtu wa mwisho kuonekana na marehemu. Shahidi PW5 aliona marehemu akipanda gari lake. Mshtakiwa hakukanusha hili. Kwa mujibu wa kanuni ya sheria, mtu wa mwisho kuonekana na marehemu anahusishwa na kifo isipokuwa atoe maelezo ya kuridhisha. Mshtakiwa alishindwa kufanya hivyo. Tabia ya mshtakiwa ilikuwa ya kutiliwa shaka. Kwanza alikana kukutana na marehemu, baadaye alikiri kumchukua na kumshusha. Mahakama iliona mabadiliko hayo kama ishara ya hatia. Maungamo ya mshtakiwa. Mshtakiwa alikiri ACP PW19 kuwa alimuua marehemu, na maelezo hayo yalipelekea kupatikana kwa ushahidi viungo vya mwili. Ushahidi wa mifuko ya salfa. PW13 alithibitisha kuwa mshtakiwa alinunua mifuko hiyo siku ya tukio. Viungo vya mwili vilipatikana ndani ya mifuko ya aina hiyo hiyo. Maelezo ya kukiri kosa. Mshtakiwa alijaribu kuyakanusha baadaye, lakini mahakama iliona kanusho hilo lilikuwa la kubuni baadaye. Mahakama pia ilieleza kuwa tofauti ndogo katika ushahidi wa mashahidi si tatizo. Mashahidi hawalazimiki kurudia kila kitu walichosema polisi. Hitimisho la mahakama. Baada ya kuchambua ushahidi wote, mahakama iliridhika kuwa ushahidi wa mazingira unaonyesha bila shaka mshtakiwa ndiye muuaji. Mauaji yaliyofanywa kwa nia ovu, hakuna shaka ya msingi iliyoibuliwa na utetezi. Mahakama ilimkuta Abdullah Miraji Musa aka Mr. Blue ana hatia ya mauaji chini ya vifungu vya 196 na 197 vya kanuni ya adhabu. Mahakama ilieleza kuwa adhabu ya mauaji ni moja tu, kifo kwa kunyongwa. Hivyo mshtakiwa alihukumiwa kunyongwa hadi kufa. Amri ya ziada. Mahakama pia iliamuru gari lililotumika katika uhalifu Toyota Port T127 DMA litaifishwe na serikali. Hitimisho. Haki ya kukata rufaa ilielezwa kwa mshtakiwa. Global TV inatoa pole kwa familia ya marehemu Ezenia na inamwombea marehemu Mwenyezi Mungu amsamehe makosa yake.
Mimi ni Ibrahim Rajab. Hii ni Global TV. Ili kuwa mwanafamilia bora wa Global TV, usisahau kusubscribe, like, kushare na kucomment. Baada ya kusubscribe, bonyeza alama ya kengele ili kupata taarifa kwa kila video inayopanda Global TV Online.